hii siku ya kimataifa ya mtoto anaishi na kufanya kazi mitaani ni siku ambayo huadhimishwa kila ifikapo tarehe 12 mwezi wa 4 kila mwaka. Hii siku inaadhimishwa kimataifa. Na sisi nchi yetu ya Tanzania tunaungana na mataifa mengine kote duniani kuweza kuiadhimisha siku hii. Sasa lengo la siku hii ni kuwakumbusha wadau na jamii kwa ujumla na kuwahamasisha kwamba waweze kutambua na kulinda haki za watoto wanaoishi na kufanya kazi mitaani ili kuhakikisha kwamba watoto hawa wanapata haki za msingi kama watoto wengine ambao wapo majumbani. Kwa hiyo hii siku imeanzishwa kwa mahususi huo ya kwamba tuweze kukumbushana na jamii kwa ujumla kuweza kuwakumbuka hawa watoto na kuweza kutambua mahitaji yao ili tuweze kuwasaidia na kama watoto wengine ambao wanaishi katika familia zetu. Na kwa mwaka huu kama ambavyo umetangulia kusema, kauli mbiu ya maadhimisho haya kwa mwaka huu inasema malezi na ulinzi wa mtoto wajibu wetu sote. Malezi na ulinzi wa mtoto wajibu wetu sote. Na maadhimisho haya yanalenga kwa ujumla wake ni kujenga uelewa kwa jamii kuhusu changamoto zinazowakabili watoto hawa na kuchukua hatua za kuwasaidia. Kwa sababu ndugu mtangazaji, hawa watoto ambao tunasema wanaishi na kufanya kazi mitaani, kila mtoto ana historia yake ya kwa nini yuko pale mtaani akirandaranda, akizurura hovyo na kufanya kazi mitaani. Kila mtoto ana historia yake. Lakini kwa ujumla wake mambo machache ambayo yanachangia watoto hawa tuweze kuwaona wanafanya kazi mitaani. Kwanza kuna migogoro ya kifamilia. Migogoro ya kifamilia. Tunafahamu mara nyingi hawa watoto wanatoka kwenye familia zetu na wanakuwa wana baba, wana mama, wana wajomba, wana mashangazi, wakina mama wadogo. Lakini kwa bahati mbaya sasa mifarakano katika familia inapokuwa inatokea inapelekea yale malezi bora ya familia yanakuwa hayapo. Sasa ni wakati mtoto anaweza akaona sasa ili niweze kujikwamua na mahitaji yangu mbalimbali nafanyaje. Sasa kutokana ile uwezo wake wa kufikiri anaona njia bora ni kuweza labda kutoroka na kwenda kuishi mitaani na kufanya kazi huko akiamini kwamba anaweza kupata mahitaji yake yale ambayo ya msingi anayoyahitaji. Hilo jambo la kwanza, migogoro ya familia. Lakini swala lingine ni hali duni za kiuchumi. Kuna baadhi ya familia nyingi tunafahamu zinakuwa na mahitaji mbalimbali kwa ajili ya kukimu mahitaji mbalimbali ya katika familia ile. Sasa pindi anapokuwa yamekosekana, wakati mwingine tunaona watoto hawa sasa wanaweza wakaamua akaenda kufanya kazi mitaani akiamini kwamba kutoka nyumbani na kwenda kuzurura huko mtaani kwamba anaweza akapata chochote kitu ili kiweze kumsaidia. Kwa hiyo hizo ni changamoto ambazo zinaweza kusababisha. Lakini jambo lingine pia ni mmomonyoko wa maadili. Tunaona kuna watoto wengine ambao familia zao ni bora tu kabisa, wazazi wanajielewa, wanajali familia zao, lakini bado utakuta mtoto mmoja wapo katika familia hiyo bado naye unamkuta mtaani anazurura na kufanya kazi huko. Changamoto ni nini? Ni mmomonyoko wa maadili. Watoto wanapokuwa wanachangamana na watoto wenzao wenye rika zinazofanana, wanaweza wakajikuta wanatumbukia katika magenge ya kujifunza tabia mbalimbali zinazowapelekea sasa wakati mwingine wanaiga kwamba mwenzangu alifanya hivi na mimi nifanye hivi. Kwa hiyo anaweza kujikuta anakwenda na kuishi mitaani akiwa anafanya kazi huko. Sasa kauli mbiu hii ambayo tumeizungumza inayosema malezi na ulinzi wa mtoto ni wajibu wetu sote, kimsingi inalenga kusisitiza jamii na kuishiriki kwamba ishiriki kamilifu kutoa malezi bora na ulinzi kwa hawa watoto. Lakini pia inatoa wito kwa wazazi, walezi, viongozi wa jamii, taasisi mbalimbali na jamii kwa ujumla kuchukua jukumu la pamoja la kuwasaidia hawa watoto wanaoishi na kufanya kazi mitaani. Kwa sababu na wao wanahitaji upendo, wanahitaji ushauri, wanahitaji huduma muhimu mbalimbali ambazo watoto wengine pia wanazipata. Kwa nini tuna kauli mbiu hii kwa siku ya leo? Kwa sababu mara nyingi tumekuwa na mitazamo kwamba mtoto anayeishi na kufanya kazi mitaani, tunaona tu katika jamii zetu mtu anasema wavuta bangi hao, hao ni wahalifu. Kwa msingi wanapewa majina ya ajabu. Mtangazaji mtandao kusema pale mtoto kuwepo mtaani, kila mmoja ana historia yake ya kwa nini yuko pale mtaani anafanya hizo shughuli. Kwa hiyo ndio maana kauli mbiu hii imekuja kwamba sisi kama wanajamii
Kwanza tunapaswa tuwatambue wale watoto kiupekee ili tuweze kuwasaidia, kwamba tumemwona mtoto anarandaranda na kufanya kazi mitaani. Mfano ukienda kwenye maeneo kama ya stendi, utakuta tu wanazagazaga pale, wakati mwingine wanalala pale. Sasa kabla hatujaanza kumhukumu, sisi kama walezi, sisi kama wazazi, sisi kama wanajamii, ni vizuri tutambue huyo mtoto ni nani na kwa nini yuko hapo, kwao ni wapi, wazazi wake wako sehemu gani, changamoto zipi ambazo zimempelekea yeye kuweza kufika maeneo yale. Tukifanya hivyo, tukifanya mambo haya, tutawasaidia hawa watoto kuliko kuja na hukumu ya moja kwa moja ya kwanza kusema watu wanavuta bangi na vitu kama hivyo. Na msikilizaji, huyo ni Nehemia Steven, afisa ustawi wa jamii manispaa ya Tabora, ambaye tuko naye hapa. Tunazungumzia kuhusiana na kuelekea kilele cha siku ya kimataifa ya mtoto anayeishi na kufanya kazi mitaani, ambayo inaadhimishwa kila ifikapo Februari 12, kwa maana tarehe 12 ya mwezi wa 4 ya kila mwaka. Na kwa wewe ambao unatusikiliza hapa, unaweza ukatuambia pia unashiriki vipi katika kuhakikisha kwamba mtoto huyu unamjenga kimalezi, unamthamini na kumjenga kimalezi mtoto ambaye anaishi na kufanya kazi mitaani, kupitia nambari ya simu 0746112235. Basi unaweza ukatuandikia ujumbe wako mfupi hapo na mimi nitaupitia hapo na kusoma. Lakini pia kama utakuwa na swali kwenye hiki ambacho Nehemia Steven anakizungumza, basi utaweza pia ukatuandikia ujumbe wako mfupi, swali lako hapo, alafu sisi ama mimi nitaupitia hapa studio. Lakini pia unaweza ukatupigia simu kupitia nambari ya simu 0782611178. Uliza swali lako, toa mchango wako, pia ukituambia unashiriki vipi katika kuhakikisha kwamba mtoto anaishi na kufanya kazi mtaani unamjenga na kumlea katika malezi ambayo yanastahili. Mimi ni swali langu kwako Steven ni moja, kwamba wakati unazungumza kuhusiana na sababu za watoto hawa kuonekana mitaani, kila mmoja ana historia yake, si ndio? Lakini pia kauli mbiu ya mwaka huu inahusiana na malezi na ulinzi wa mtoto ni wajibu wetu sote, si ndio? Lakini kuna kitu ambacho wazazi wengi na jamii nyingi, anapopata mtoto, barikiwa kupata mtoto, anaamini amepata mkombozi wake wa baadaye, kwa maana ya kwamba atakapokuwa yule mtoto, kwa maana atakuja kumlea ama kuja kumtunza yule mzazi. Hii huoni kana kwamba watoto wanavishwa labda majukumu mapema, kwamba wewe kwa sasa hivi labda unakuta mtoto ana miaka 5 au 7 au 10, anaambiwa au analeta labda hata sabuni. Kuna nini baada ya kwenda kutembea umekuja nacho? Hicho ndicho ambacho labda unakuta familia inampa majukumu hayo. Huoni kuvichwa kwa majukumu mapema kwa watoto hawa pengine ndio kunasababisha wao waone kwamba kwa umri walionao ni sawa kwenda kujitafuta, tofauti na kukaa nyumbani na kuendelea kutegemea kile ambacho wazazi wanakitoa? Nashukuru sana ndugu mtangazaji. Na mtazamo huo kwa namna moja ama nyingine ndio ambao unasababisha tunakuwa na hawa watoto wanaoishi na kufanya kazi mitaani. Na watoto wa mjini wanasema kiukweli hapo jamii ndipo ambapo sasa inachemka. Kwa sababu iko hivi, unapokuwa unalima shamba lako kwa mfano la mahindi, usitegemee kupata mahindi yaliyo bora kama lile shamba haulitunzi. Na ndio maana kwenye masuala ya kilimo tunashauriwa kwamba lima shamba ambalo hili shamba bwana utaweza kulihudumia, kwa maana kwamba uhakikisha unalima vizuri, kufuata ushauri wa wataalamu, uweke mbolea, na ukiyafanya yote haya mwisho wa siku utavuna mihindi ambayo sasa kiukweli utasema hapa Mungu ametenda. Hivyo ndivyo ambavyo inapaswa kuwa pia hata kwa watoto wetu. Tunapokuwa tumewaleta watoto duniani ili waweze kuwa msaada katika hayo ambao sasa tunafikiria watayafanya kwetu. Jambo la msingi, sisi kama wazazi, sisi kama walezi, tunamuandaaje huyu mtoto ili aweze kufikia hatima hiyo ambao sisi tunaitegemea. Tunataka mtoto baadaye aje awe msaada kwetu. Tumepungukiwa fedha, atusaidie, nyumba imebomoka, aje atusaidie kujenga. Sasa ili aweze kuyafanya hayo, wewe mzazi, wewe baba, wewe mama, unatakiwa tangu unaanza kuplani kupata mtoto, lazima hayo yafikirie. Maana yake unapomleta mtoto duniani sasa, una wajibu kuhakikisha kwamba huyu mtoto anapata malezi yaliyo bora.
anapata huduma bora za afya, anapata huduma bora za lishe, anapata huduma bora za ulinzi na usalama, malezi yote kwa ujumla yaliyo bora. Sasa ukifanya hivi, huyu mtoto baadaye atakuja kuwa wa msaada kwako. Sasa tumekuwa na hizi mitazamo kwamba kila mtoto anakuja na bahati zake. Unajua hata Mungu huwa anatushangaa kwa sababu ametuumba, ametupa akili. Sisi wanadamu tuna utashi, tunaweza kujua hili ni zuri, hili ni baya. Mungu ametupa zile akili sio kwa bahati mbaya. Maana yake kwamba tuzitumie. Vivyo hivyo hata kwa watoto hawa sasa ambao tunakuwa tumewaleta duniani. Maana yake lazima tuhakikishe tumewapeleka shule, wanapata malezi yaliyo bora, wanapata mwongozo ulio mzuri, tunahakikisha kwamba wamesoma la kwanza mpaka la 7, wamekwenda sekondari, wamekwenda vyuo, tumehakikisha kwamba wamekuwa na umri sasa wa kuanza kujitegemea, tumewajengea msingi ulio mzuri. Sasa hapo tunaweza tukakaa tukastarehe, tutasema hawa watoto mwisho wa siku sasa hapo atatusaidia. Lakini mtoto hata hajapevuka, mtoto ana miaka 5 unaanza kumtwika majukumu makubwa. Hii ni jambo ambalo halikubaliki. Na mimi niiase tu jamii, tunatakiwa tubadilike, tuwe na mitazamo chanya kwa watoto wetu, tuwasaidie, kwa sababu tusifanya haya mambo ndio pale sana watoto wanatumbukia kwenye tabia zisizofaa. Unamtuma mtoto mdogo, unamtwika majukumu, sija akafanya hivi. Huko anakutana na watu wa aina tofauti tofauti, anajifunza tabia mbovu. Lakini wakati mwingine mtoto unamtwika majukumu ambayo kiuhalisia anamshinda kufanya, kukufokea kama mzazi anashindwa. Mwisho wa siku oho, mama ananifanyia hivi, anaamua huyo anatoroka. Jambo ambalo sio la msingi. Kwa hiyo kwa ujumla wake hapa, jamii lazima imtazame mtoto kwa upekee na ibadilike. Tusiwe na mitazamo hiyo kwamba kila mtoto amekuja na bahati yake, amekuja na riziki yake. Sawa, lakini Mungu ametupa akili kwamba hiyo riziki ile yule mtoto aje kwa faida kwetu. Wewe kama mzazi unalo jukumu. Hata maneno ya Mungu katika vitabu vya dini yamezungumza, wazazi tuna wajibu wa kuhakikisha watoto wetu tunawalea katika misingi iliyo bora ili baadaye waje watufae katika maisha yetu. Kuna wakati tunazungumza hapa, na ningependa zaidi angalau tumweke wazi msikilizaji hapa kwamba mtoto anayezungumziwa, mtoto wa mtaani, kwa sababu mtoto kama mtoto ni hiyo chini ya miaka 18. Na huyu wa mtaani tunayemzungumza hapa ni yule ambaye labda anakaa kwenye eneo ambalo hajulikani kwamba kwao ni wapi na wapi, kwa sababu kuna wengine wanajua kabisa kwao ni pale, labda anapiga kazi zake huko, jioni ikifika anarudi nyumbani. Huyo tunamhesabu yuko kwenye miongoni mwa watoto ambao wanafanya kazi mitaani. Watoto wanaoishi na kufanya kazi mitaani, wale watoto ambao mara nyingi tunawakuta mitaani wakirandaranda, lakini hata kwa mtazamo ukiwaangalia, yani hawana maeneo maalum ya kuishi. Na mara nyingi utawakuta katika maeneo hasa ya kibiashara haya, mfano maeneo ya stendi utawakuta, kwenye maduka makubwa utawakuta. Na hawa watoto huwa wanaonekana mchana sana wakirandaranda, lakini usiku pia unawakuta hawana sehemu maalum za kulala. Ndio unaweza kukuta wamelala kwenye maboksi, labda kwenye mabanda. Hao ndio wanazungumzia watoto wanaishi na kufanya kazi mitaani. Lakini pia hata yule mtoto ambaye labda nyumbani kwao ni hapa, anatoka anakuja anazurura mitaani pale, labda ikifika jioni anarudi nyumbani. Bado na huyu sasa bado katika mazingira hatarishi ambayo anaweza akampelekea sasa akaungana na genge la hawa watoto, mwisho wa siku hata nyumbani asifanyeje, asirudi. Ndio pale unasema lazima jamii itambue wajibu wake. Huyu mtoto chini ya miaka 18 anahitaji kuwa chini ya uangalizi wa wazazi wake. Kwa nini asubuhi aamke kwenda uzura mitaani? Watu tunajua anatakiwa aende shule. Kwa nini aamke asubuhi kwenda kushinda mitaani? Watu tunajua leo ni Jumamosi, anatakiwa ashinde nyumbani, asaidie wazazi na kufundishwa mambo mbalimbali ya kifamilia pale nyumbani. Kwa nini? Kwa hiyo tukifanya hivi, hata kama anakwenda na kurudi, bado mwisho wa siku tutamtengeneza huyu mtoto kuungana na hawa wengine, na mwisho wa siku akawacha nyumbani, arudi anajitumbukiza katika mambo yasiyofaa. Na msikilizaji, unaweza kaendelea kunitumia ama unaweza kupiga simu kwa sasa kupitia nambari ya simu 0782611178 ukauliza swali lako ambalo unatamani zaidi kumuuliza hapa Nehemia Steven, hususan kwenye swala hili ambalo tunazungumza kuhusiana watoto wanaoishi na kufanya kazi mitaani, ambao siku yao ni tarehe 12 ya mwezi ambayo itakuwa ni siku ya Jumapili, ikiwa ni kilele cha maadhimisho haya. Nafikiri mmeanza toka muda ukiachana na siku yenyewe process, kwa sababu mmechukua muda, huwa inachukua kwa sababu
kilele huwa ni kufikia mwisho kwamba bwana sasa hivi hatutaweza kuendelea, mmeanza muda. Nafikiri tutakuja kufahamu hapo kwamba mmeanza kufanya nini na nini ambacho sasa hivi mnakifanya. Lakini kwa msikilizaji, unaweza kutupigia simu kwa sasa hivi, lakini pia unaweza kututumia ujumbe wako mfupi. Namba ya simu ni 0746112235. Namba ya kupiga simu 0782611178. Tuambie namna vipi ambavyo wewe unashiriki kuhakikisha kwamba unamlea na kumjenga mtoto ambaye anaishi na kufanya kazi mitaani. Tuandikie ujumbe wako mfupi, lakini pia tupigie simu. Lakini kama utakuwa na swali, basi unaweza kutupigia simu pia kwa namba hiyo, na unaweza kutuandikia ujumbe wako, swali lako hapa, alafu sisi tutalipitia hapa. Na sasa Nehemia, mimi nina swali moja pia nirejee kwako, ambako tulikuwa tunazungumza kuhusiana na watoto hao kuwatambua. Sasa hivi tunachotambua ni kwamba kila mtu analea, kila mtu atamlea mwanae, si ndio? Yaani sasa hivi kuna hiyo notion kwa jamii kwamba mtoto wangu ni wa kwangu, si ndio? Hata akiguswa na mtu mwingine anaonekana, hata ametenda kosa kwa mtu mwingine, lakini nikisikia kwamba amempiga, amemuonya, amemkanya, inaonekana kana kwamba yule mtu kafanyaje, kamuonea. Ila mimi napaswa sasa ndio nakuwa mtu wa mwisho kusema. Sasa kauli mbiu hiyo ambayo unasema malezi na ulinzi wa mtoto ni wajibu wetu sote, inahimiza ni jamii kwa ujumla sasa ijikite kuwalea hawa watoto ni wanaoishi katika mazingira haya na kufanya kazi mitaani. Unadhani inawezekana vipi? Kwa sababu ukitazama sasa hivi kila mmoja analea kilicho cha kwake. Inawezekana vipi alee cha hiki cha kwake, pengine hata mwenyewe kinamshinda, alafu ahamie pia hata kwa hawa kwenda kuwalea pia? Inakuwaje hapo? Kwanza yawezekana yule mtoto wewe kukushinda, yawezekana sababu kuna mtu mwingine akufanya wajibu wake pia. Kwa hiyo bado inarudi pale pale, malezi na ulinzi wa mtoto ni wajibu wetu sote. Tunachokizungumza hapa, hatusemi kwamba sasa ukakusanye watoto unawachukua unawapeleka kwako na vitu kama hivyo. Kama utafanya hivyo kama sehemu pia ya kijamii ni sawa, inakubalika. Tunachozungumza hapa ni kwamba mzazi kama ambavyo nimezungumza awali, watoto kuishi na kufanya kazi mitaani inachangiwa na mambo mbalimbali ya kifamilia, ya kiuchumi, ya kimaadili. Kwa hiyo tunapozungumza malezi kwa ujumla kwamba kila mmoja anawajibika kutoa malezi, ni kuhakikisha, Waswahili wanasema kinga ni bora kuliko tiba. Maana ni kwamba jamii kwa ujumla, kabla haya mambo hayajatokea, tuhakikishe tunasimamia malezi bora na ulinzi kwa watoto wetu kabla hayajatokea. Na sasa inapotokea swala hili limetokea, tunaona tabia hizi zimeshamiri katika maeneo yetu, ni kwamba sisi kama wanajamii tuweze kuwasaidia hawa watoto. Mimi nimepita sehemu, nimeona kuna mtoto analandalanda hovyo. Kwanza niweze kutambua ni kwa nini yuko pale. Lakini katika mazingira yetu huko mitaani tunaishi, tunamuona mama fulani au baba fulani, yeye kila akiamka anawaacha watoto wake wanazurura hovyo, au unaona watoto wake anawatesa. Kwa sababu mtoto anapoteseka tunafahamu sisi kama wanajamii wengine tumechukua hatua gani. Hayo ndio naowazungumzia kwamba tusaidiane. Bahati nzuri katika mifumo yetu ya kiserikali kuna vyombo vya kiserikali mpaka kwa ngazi za chini. Tusaidiane, ikiwa ni pamoja na kutumia viongozi wetu, ili wale wazazi au walezi wenzetu ambao wanakiuka misingi bora ya malezi tuweze kuwasaidia. Hicho tunachozungumzia kwa ujumla wake. Kwa kila mtu ana wajibu kuhakikisha kwamba tunashirikiana katika malezi, ili mwisho wa siku tuwe na kizazi bora, kwa sababu kizazi kinapokuwa bora itakuwa ni faida yetu sote sisi kama taifa. Na msikilizaji, nipitie ujumbe wako mfupi hapa. Ukweli sasa hivi mtoto wa mtu ni wa mtu, sio tulivyolelewa. Yeye anazungumza hivyo, lakini pia yeye mimi nikiwa kama mtoto mfanyakazi wa mtaani, nawapongeza sana kwa habari kama hii na nimeielewa sana. Na kwa majina ni Daudi Juma, anapatikana manispaa ya Mesha Utusini. Mwanzo wa habari kuna maneno nimeyapitia mlioyasema hapo mwanzoni,
nawapongeza sana. Yeye kaandika hivyo. Asante kwa ujumbe wako mfupi, endelea kusikiza Tabora FM, lakini pia unaweza ukapiga simu msikilizaji, basi kama utakuwa na swali unaweza ukauliza. Namba ya simu ni hiyo 0782611178. Piga simu hapo kama utakuwa na cha kuuliza, basi unaweza ukatuuliza. Nipo na Nehemia Steven mpaka hapo saa 4 kamili za asubuhi, ambapo itakuwa ni tamati ya kipindi hiki. Na sasa Nehemia, nyinyi ustawi wa jamii mnadili sana na hivi vitu, na pengine mmekuwa mkipita sana na mmekuwa mkiletewa labda kesi mbalimbali ambazo zinahusiana na hawa watoto wanaofanya kazi na wanaishi na kufanya kazi mtaani. Kwa kile ambacho huwa mnakipitia na kuweza kutambua mazingira yao ambayo wanakaa, unadhani ni changamoto zipi ambazo zimekuwa zikiwakumba watoto hawa, hasa wakiwa wanafanya kazi na wanapoishi? Changamoto gani ambazo zinawakabili sana watoto hawa? Changamoto ambazo zinawakabili kwanza ni kukosa mazingira bora ya kuishi. Kama nilivyozungumza, watu wengine wanalala mitaroni, wanalala kwenye mabanda ambao sio salama kwa kweli. Pale kwanza wanakutana na hali mbaya za hewa, na wanapokutana na hali kama hizi mwisho wanapata changamoto za kiafya. Lakini changamoto nyingine ni swala zima la ulinzi na usalama kwa watoto. Kwa sababu ni watoto kama walivyo watoto. Sasa wanapokuwa wamelala katika maeneo haya, wanaishi katika maeneo haya, wanakutana na watu wengine wazima ambao pia sasa maadili yao yameharibika kwa kweli. Sasa wanawafanyia vitendo ambavyo sio havistahili katika maisha yao. Kwa hiyo hizi ni changamoto mbalimbali wanazozipata. Lakini changamoto nyingine, wanakosa sasa ile hali ya kujikimu kwenye mahitaji yao. Wanakosa chakula, wanakosa maji, wanakosa sehemu za kuoga na vitu kama hivyo. Kwa hiyo wana changamoto hasa zile za kimaisha ya kawaida ambazo zinawakumba hawa watoto. Kuna swala moja sasa, kwa ukiangalia kwa sasa, yawezekana kwa na idadi kubwa sana ya watoto hawa ambao wanaishi mitaani, na sababu ambazo umezitaja hapo zinashabihiana kweli. Migogoro ya kifamilia, hali ngumu ya maisha ndio ambayo inapelekea labda wao waingie mtaani. Tunafanyaje sasa ili kusudi tuhakikishe kwamba tunaendelea kuwa na jamii ambayo inatambua kwamba mtoto wa mwenzio pia naye ni mtoto wako? Kwanza kabisa kwa manispaa yetu ya Tabora, watoto hawa sio wengi katika hali ile ambako nasema kwamba sasa imekithiri, hapana. Lakini kama utakumbuka, mwanzoni tu mwaka huu, nafikiri kwa mwezi wa pili hapa mwanzoni au mwishoni, mheshimiwa wetu mkuu wa mkoa wa Tabora alitoa maelekezo ya kushamba watoto katika mkoa mzima wanaweza kutambuliwa na kupatiwa misaada yao. Sasa kwa manispaa yetu ya Tabora tulifanya zoezi hili na tuliwabaini hawa watoto. Tulipata jumla ya watoto kama 24 hivi. Lakini kwa bahati mbaya sasa kubwa, watoto wengi wa manispaa ya Tabora hapa, wengi wa manispaa ya Tabora, na tulifanya kila jitihada za kuweza kuhakikisha kwamba wanaungana na familia zao tena. Na bahati mbaya tena mazingira mengi ambayo tumekuta kwenye familia hizi, kwanza kwa kiwango kikubwa ni wazazi tu, yani kutokujali. Wazazi kutokujali kwamba mtoto naam, yani ni wazazi kutokujali kwa maana ipi? Ndio naendelea. Yani kwamba mtoto asubuhi anaamka, atajua yani ratiba zake yeye atazisimamia yeye mwenyewe, mtoto kama mtoto. Kwa hiyo amekwenda wapi, anarudi saa ngapi, mzazi hajui. Lakini changamoto nyingine ndio kama tulizungumza mara ya kwanza hapa, watoto wanatumika kama sehemu ya kitega uchumi, kwamba wao ndio wakafanya shughuli na mwisho wa siku ndio walete kipato nyumbani. Maeneo mengi tumekuta hivyo. Na kwa bahati nzuri sasa wazazi wengi tumeweza kuzungumza nao na tumeelimisha nini watakao kufanya. Kwanza ni makosa kisheria kufanya mambo haya wanayofanya kwa watoto wao, kwa sababu mtoto anakosa haki za msingi. Kwa wengi tumekuta ni ule uwajibikaji hafifu wa kwenye familia. Na wengine wachache sasa ni wa mikoa ya mbali ambao ilibidi sasa tufanye kila jitihada za kuwasiliana na maafisa ustawi wenzetu na mamlaka husika na kuweza kuwarudisha kwao. Na changamoto sasa kubwa ambayo tulikuta pia kule ni mambo hayo ya kiuchumi, lakini pia migogoro ya kifamilia ndio imepelekea watoto hawa wakaweza kuzagaa na kufanya kazi mitaani. Kwa hiyo sasa kwa kushirikiana pamoja tunachokifanya ni kuweza kuelimishana na kuchukuliana hatua zinazostahili kwa wazazi ambao sasa
hawatekelezi wajibu wao wakisha watoto wanapata malezi yaliyo bora. Kwa hiyo hicho ndicho ambacho tumekifanya. Mzazi kwenye hilo sometimes kuna kitu wanasema ustawi wa jamii ni watu ambao wanakulazimisha kufanya vitu ambavyo wewe sio, yani ni kitu chako lakini wanakulazimisha kana kwamba hukijali. Kwa mfano, nachukulia mfano kwa watoto hao kwamba umempelekea mtoto labda unamwajibisha mzazi kwa kutokutimiza majukumu yake, ambalo pia ni kosa kisheria kama ambavyo umezungumza hapo. Anakwambia mtoto wa kwangu, alafu anatoka mtu huko sijui wapi anakuja kunipangia nini cha kufanya. Hizo lawama mnaweza mmekutana nazo kwa namna gani kwenye process yenu ya kuwatafuta na kuhakikisha kwamba mnawarejesha watoto hawa kwenye familia zao? Ndugu mtangazaji, bahati nzuri tunaamini sisi binadamu wote tuna mioyo na ukweli huwa tunaufahamu. Unajua mtu hata kama ameiba, hata kama hujamuona kwa mfano, lakini ukajua kabisa huyu ndo ameiba, ukimfuata ukamwambia umeiba, atakukatalia, lakini ndani ya nafsi yake anajua kweli hapa nimeiba, hata kama hajaniona nimeiba. Ndivyo ilivyo kwa watoto. Hivi mtoto anatakiwa ajue kusoma na kuandika. Mtoto anatakiwa akapate huduma bora za chanjo. Mtoto anatakiwa akapate huduma bora za kimatibabu kwa ujumla. Alafu tunakuona wewe mzazi haumpeleki mtoto shule, unamwacha anazagazaga hovyo. Haumpeleki kliniki mtoto akapata huduma za tiba. Mtoto anaumwa hujapeleka hospitali. Hivi tukikwambia bwana wewe utekeleze wajibu wako, tunakupangia cha kufanya? Hatukupangii cha kufanya. Kwa mara nyingi tunategemea kwamba jamii katika mifumo yake ile ya kawaida kabisa itekeleze wajibu wake wa kuhudumia familia zao. Lakini pindi ambapo hawatekelezi haya mambo, sisi tukikwambia, tukikukumbusha kwa kutumia instrument mbalimbali tulizonazo, usije ukasema tunakupangia, kwa sababu tunaona sasa wewe unataka ututengenezee taifa ambalo halifai baadaye, kwa sababu lazima uwe mzalendo kwa taifa lako. Na unaposema mzalendo ni pamoja na kuwa na malezi bora kwa watoto wako, kwa sababu hawa ndio taifa. Sasa usipotekeleza hayo alafu ukasema kwamba tunakupangia, hiyo sio sawa. Na ninawaambia tu kwamba sheria itachukua mkondo wake, lazima watekeleze wajibu wao. Ni dakika 9 pekee ambazo zimesalia kufika saa 4 kamili za asubuhi, ambapo pia ni tamati ya mjadala pamoja na kipindi hiki cha Amka na Tabora FM. Kama utakuwa na swali, basi msikilizaji, unaweza kauliza hapo, unaweza kutupigia simu ama kutuma ujumbe wako mfupi. Namba ya kutuma ujumbe ni 0746112235, lakini namba ya kuweza kutupigia simu hapa basi ni 0782611178. Tunaendelea hapa ikiwa zimesalia dakika hizo chache ambazo tuko nazo, basi unaweza ukapiga simu ama ukatuma ujumbe wako mfupi, tutaupitia kwa haraka na utaweza kufahamu kile ambacho natamani ukifahamu kwa siku hii ya leo. Lakini kwa sasa, Nehemia, tuizungumzie sasa hii siku ya kimataifa ya mtoto anayeishi na kufanya kazi mitaani, kwa namna ambavyo inaadhimishwa hapa manispaa ya Tabora. Ni shughuli zipi ambazo mmekuwa mkizifanya kuelekea hii siku? Nashukuru ndugu mtangazaji. Kwanza, kama ulivyozungumza, kilele ni tarehe 12 mwezi huu wa 4, lakini tumeanza kuadhimisha tangu tarehe 1 na tunaadhimisha kwa kufanya mambo mbalimbali. Jambo la kwanza, kama ambavyo nimetangulia kusema, sisi manispaa ya Tabora bahati nzuri hii siku tumeitangulia kabla. Jambo la kwanza ni kuweza kuwatambua hawa watoto na kuweza kuwahudumia, kazi ambayo kimsingi tumeshaifanya na tunaendelea nayo. Lakini jambo la pili kubwa zaidi ni kutoa elimu, kama ambavyo sasa hivi tuko hapa kwenye redio hii tukitoa elimu kwa jamii. Lakini pia tumekuwa na mijadala mbalimbali kwenye ofisi za kata kadhaa, lakini pia tumekuwa na mijadala mbalimbali kwenye kamati za shule kadhaa. Kwa hiyo hiki ndicho ambacho tunakifanya. Kwa ujumla wake ni kujenga ule uelewa na kujenga hamasa kwa jamii, kutoa hamasa kwa jamii kuhusiana na kutoa huduma bora kwa watoto wanaoishi na kufanya kazi mitaani. Tubadilishe ile mitazamo yetu. Kwa hiyo hicho ndicho ambacho tumekuwa tukifanya tangu hiyo tarehe 1 mpaka hiyo siku ya kilele. Na kilele ni tarehe 12 ambayo itakuwa ni Jumapili. Na ningependa kufahamu zaidi kwa hapa Tabora, labda manispaa ya Tabora,
sherehe hizi ama maadhimisho haya yatafanyika hapa manispaa ama yatafanyika wapi? Nashukuru. Maadhimisho haya kwa ujumla wake yataadhimishwa kitaifa mkoani Dar es Salaam. Katika maeneo mengine tunatekeleza katika namna hizo ambazo nimezungumza. Tunataka kazi zaidi ifanyike ya kuajali hawa watoto na kujenga uelewa kwenye jamii. Halafu maadhimisho au kilele chake kitafanyikia mkoani Dar es Salaam. Na uzinduzi ulifanyikia mkoani Dodoma, ndipo ambapo ulifanyikia pale. Lakini halmashauri zingine, mikoa mingine tunaendelea kutekeleza kwa kufanya majukumu kama haya, kutoa elimu, kuwatambua watoto, kuwapa huduma na kufanya mambo kama haya. Kwa kuhitimisha, neno lako kwa wananchi ambao wanakusikiliza kwa sasa ni lipi? Kwa kuhitimisha, mimi nitoe wito kwamba swala la malezi na ulinzi wa watoto ni jukumu letu sote. Lakini pia ni waombe wazazi hususan wa manispaa ya Tabora, tuwajali watoto, tuwapende, tuwape huduma zao za msingi. Tusiwaache wao ndio wakawa sehemu ya kitega uchumi, wakati sisi ndio tunatakiwa tuwaandae ili baadaye waje wawe bora katika maisha yetu. Tusiwatelekeze na kuacha. Mwisho wa siku tuwatengeneza taifa ambalo litakuwa halifai, kizazi ambacho kitakuwa hatufai, na tutabakia tunaanza kulaumu kwamba unaona mimi sikupata mtoto aliye bora, kumbe sababu kubwa ni wewe mwenyewe mzazi. Kwa hiyo tunatakiwa tuzingatie swala la malezi bora, ulinzi na usalama kwa watoto wetu kwa pamoja. Na msikilizaji, huyo ni Nehemia Steven, afisa ustawi wa jamii manispaa ya Tabora, ambaye tulikuwa tunazungumza kuhusiana na kuelekea kilele cha siku ya kimataifa ya mtoto anayeishi na kufanya kazi mitaani, ambayo inaadhimishwa kila ifikapo tarehe 12 ya mwezi wa 4 kila mwaka. Na kauli mbiu ya mwaka huu ni malezi na ulinzi wa mtoto ni wajibu wetu sote, na hicho ndicho ambacho amekizungumza hapo. Na anasema Benjamin Joseph Mburugu kutoka Nguani, watoto tuwafundishe kazi, mwishoni watakuwa majambazi. Yeye amezungumza hapo. Lakini samahani, mimi naomba kuuliza, je, kama mzazi mwenzako hataki ufike kumuona mtoto, je, utamhudumiaje huyo mtoto? Yeye ameuliza hapo. Nafikiri kwenye swala hili linaingia hapo pia. Yuko sahihi, yuko sahihi, kwa sababu asipopata fursa kuona mtoto ndio ile sasa mtu wazazi mwingine tunasema anazira kwamba sasa mtoto simjali na vitu kama hivyo. Mimi ni mshauri tu, ana hoja ya msingi. Mimi ni mshauri. Serikali ipo kwa ajili ya kuwahudumia wananchi wote. Mimi ni mshauri, changamoto hii inapotokea asisite kuwasiliana na viongozi, asitumie nguvu, asifanye vurugu, kwa sababu anaweza akajikuta anaangukia kwenye makosa mengine ya kijinai. Kwa hiyo cha kufanya na changamoto kama hii, aweze kuona viongozi. Kuna wenye viti wa mitaa, kuna watendaji wa mitaa, kuna watendaji wa kata, na kuna vyombo vingine mbalimbali. Basi akiona ni bora pia anaweza akafika ofisi za ustawi wa jamii popote pale anapoishi, na ataweza kupatiwa huduma ya kumsaidia kwamba kipi kinatakiwa kifanyike kwa ajili ya kumuona mtoto wake.